tupatie uhalisia, kwa maana profile ya nyota huyu, amepita wapi, amekulia wapi mpaka anakuja Simba, ametokea club gani, na namba zake zinaridhisha kama ambavyo mtu anacheza kwenye nafasi ya ushambuliaji. Libasa Gay ni raia wa Senegal. Na ametoka Tenguis. Tenguis miongoni mwa club ambazo kwa upande wa Senegal zimezalisha vipaji vingi sana. Hata ukisoma historia wengi wamepita pale. Ni timu ambayo pia coach Yusuf Dabo ashaipita. Nakumbuka 2018 alitoa Raja akaenda hatua makundi ya Champions League. Ndio timu ambayo amekulia Libasa Gay, na ndio ametoka timu hiyo. Ni kijana mdogo. Mwaka huu 2026 anafikisha miaka 23. Michael alizaliwa mwaka 2003. Okay. Mwaka huu mwezi Julai anafikisha miaka 23. Ukiangalia kwa umri hajafika kwenye ule umri wa kusema sasa yupo kwenye prime. Unajua ukifika miaka 22, 23 wewe unahesabika kama bado upo kwenye makuzi. Hiyo kwetu, lakini Afrika hata kwa Ulaya yani ni umri ambao bado hujatosha kwamba wewe tarusha kuma. Angalau ukifika 25 naamini hiyo ni prime. Yani ukiwa na 22, 23 upo kwenye offline ambalo tunaamini unaendelea kukua. Una room ya kuendelea kukosea na kurekebisha zaidi. Lakini ukishafika miaka 25, 26, 27 hapo upo kwenye prime, unatakiwa uoneshe tena. Kwa Libasa Gay miaka 23 mwaka huu mwezi Julai. Maana yake yupo kwenye eneo la kukua. Na ni mchezaji ambaye naamini Simba kama umemsajili kwa ajili ya kuja kutibu matatizo yao kwenye idara ya ushambuliaji, inawezekana kani kamali ambayo inaweza kalipa au isilipe. Kwa nini unasema hivyo? Nimezungumza issue yake ya umri, lakini pia nakuja namna ambavyo amekuwa na mchango wa moja kwa moja kwenye timu yake ya Tenguis msimu huu. Mpaka muda huu akiwa anakuja Simba amecheza michezo 11 ya ligi. Ukichukua kwa wastani dakika 841 ni sana michezo 9. Hajafunga bao lolote, ameassist mara 2. Okay. Si mchango ambao unalizisha vya kutosha kwamba huu mchezaji anakuja kwenye timu ambayo ilikuwa ina shida kwenye idara ya ushambuliaji. Sasa kiungo mshambuliaji huyu anacheza kama winga wa kulia au kiungo mshambuliaji kama inside 10. Ndio maeneo ambayo anatumika. Na hilo ni eneo ambalo sasa namba 10 inaonekana kwa Simba lina shida. Ndio maana akaamua ingia sokoni kuweza kutafuta kiungo mwingine mbunifu ambaye ataofa uwezo wa kutengeneza nafasi za kutosha. Kwa hiyo amekuja pale kucheza kwenye role na namba 10. Inawezekana kwa jinsi ninavyomuona mwalimu Steven Robert Beck inawezekana kumtumia kama winga wa kushoto. Okay. Winga wa kulia kumlaza kwa sababu 10 Neo Mema ataichukua ya namba. Kwa hizi mechi kadhaa zilizoziona namna ambavyo Steven Robert Becker ana uhusiano mzuri na wachezaji wa Afrika Kusini. Kwa sababu amefika tu aitaka hadi kitambaa kumpokonya Shomali ampe Roshin Derog. Kwa ukiangalia wale wachezaji wawili wa South nafasi ya kucheza ipo. Na namuona bisa Neo Mema akicheza kama inside 10. Upande ambao ulikuwa umesalia ni upande wa kulia. Kushoto kuna Elim Panzo. Nani ambaye anaweza akacheza kama winga kulia? Namuona Libasa Gay akienda kutumika kule. Lakini pia tutegemea namna gani ambavyo anaweza kaonesha kwenye uwanja wa mazoezi. Sasa hizo ndio ambazo nimestaja hapo zinaonesha ni mchezaji ambaye talent ipo, lakini yupo kwenye eneo la kuendelea kukua zaidi. Kwa hiyo kusajiliwa kwake ni dirisha dogo na matarajio wengi ya mashabiki wa Simba inaweza kaja na vitu viwili. Akafanya vizuri zaidi kwa sababu hata Tenguis wachezaji ambao walikuwa wanacheza nao tofauti na huko. Timu mbili tofauti, madaraja mawili tofauti. Kwa hiyo inawezekana labda hizi namba tunazoona hivi sasa inategemeana au imetokana na wale ambao walikuwa wanacheza nao Tenguis. Akija Simba kwa sababu kuna quality nyingine inaongezeka, maybe anaweza kufanya vizuri zaidi. Lakini pia inawezekana ikachelewa kulipa sababu sajili kama hizi Simba zifanya msimu 2021-22. Lakini hili ni dirisha dogo kwa maana clubs zinafanya usajili kwa ajili ya kuziba magepa ambayo yameonekana hayajafit katika usajili ambao unafanywa kwenye dirisha kubwa. Ni kweli. Mimi nazungumzia sasa uhalisia wa mchezaji. Okay. Ni dirisha dogo ni hilo. Unafanya sajili kwa ajili ya kuziba mianya ambayo imeonekana kwenye timu. Sasa uhalisia wa mchezaji, umri wake, namna ambavyo ana output kiwanjani kwa maana ya zao lake la mwisho lipo kwenye eneo hilo. Alikuwepo pia kwenye timu ya taifa ya Senegal ambayo ilicheza michuano ya CHAN Tanzania. Wote walimuona, kuna baadhi ya mechi alibuka mchezaji bora wa mchezo. Talent ipo, lakini bado hajafika kwenye eneo ambalo unaweza kaamini yupo kwenye prime. Sasa huyu mtu hahitaji tena kupepewa, anatakiwa awake. Kwa hiyo ndio maana nikasema hii ni kamadi ambayo inawezekana akaja hapa akawaka. Yaani umri wa 23, timu kubwa kwenye maisha yake tangu ameanza kucheza soka, lakini akaja akafanya vizuri, wote mkabaki mnashangaa. Hii mifano ipo mingi tu. Lakini pia inawezekana akaja hapa akahitaji kupepewa zaidi. Kutokana na umri wake, labda subiri pa msimu uishe ndio aje kuwaka. Kwa hiyo kitu ambacho mashabiki wengi wa Simba ambacho anatakiwa kiombee kisiweze kumtokea
asiweze kumezwa na pressure ya kucheza timu kubwa. Wachezaji wengi huwa wanapotea si kwa sababu ya uwezo, bali wakati mwingine kwa sababu tu ya pressure. Umekuja wakati kama huu, watu wanatamani uprove mapema. Kuna muda unakutana pressure kubwa ambayo inakumeza, unajikuta unapotea kabisa. Kwa hiyo hata huyu kwa umri wake na namna ambavyo nimeelezea output yake kiwanjani, endapo akikutana akishinda kudeliver mapema akaanza kupigwa na pressure, ikimjaa inawezekana akapotea mazima. Lakini endapo akiweza kuanza vizuri na asikutane na pressure, labda anaweza akafanya vizuri. Na umezungumzia utayari wake kufita moja kwa moja katika kikosi cha kocha Steve Barker, lakini maswali yamekuwa ni mengi, ukiachana na wachezaji wawili ambao mpaka hivi sasa Simba wamewatoa kwa mkopo, kwa maana ya Mzamiri Yasina, sambamba na Awesu ambao wametoka kwa mkopo. Watu wanauliza, huyu ni nyota wa kimataifa, si Mtanzania, anakuja kuchukua nafasi ya nani? Ukitazama ile orodha ya wachezaji 12 wa kigeni tayari imeshajaa Simba. Kuna wachezaji watatu ambao inawezekana kabisa wakatoka. Moja hapo ni golikipa Musa Pepe Kamara. Paka saizi hakuna uhakika kama mwishoni mwa mwezi huu au mwanzoni mwa mwezi unaokuja, kwa maana Februari atakuwa yuko fit. Kwa inawezekana ikachukua muda paka yeye kuwa saa tayari kuanza kucheza. Kumbuka alifanyiwa operation ya goti, na wote tunajua wakati mwingine jeraha la goti huwa linatumia muda mrefu sana kuweza kupona. Mwingine ambaye anaweza kaondoka ni Joshua Mutale. Huyu mwalimu kwa taarifa zilizopo hajalizika na kile ambacho ameweza kukiona. Na issue Joshua Mutale nadhani kila mtu ameweza kuona ni mtu ambaye amepewa muda wa kutosha tangia msimu uliopita chini ya Fadru, hata msimu huu chini ya Pantef. Miongoni mwa wachezaji ambao mpenda dakika nyingi ni yeye, lakini kusema kweli ameshindwa kudeliver wa kufikia matarajio ya mashabiki wa Simba na uongozi. Mwingine ambaye pia anatajwa ni Steven Dese Mkwala. Na issue ya Mkwala ni issue ya biashara, ambapo kuna timu kutoka Libya inataja inamhitaji Steven Dese Mkwala, kwa kuna uwezekano mkubwa naye pia na si kupewa mkono kwa hedi kama ambavyo watu wanazungumza mitandaoni. Steven Dese Mkwala ni issue ya biashara. Okay. Bado ana mkataba na Simba. Hata hawa pia niliwataja kuni wana mkataba, lakini hawa wengine mwalimu ameona hawezi kwenda nao. Mwingine ni Shamu Kalbu, big wakati, ambaye na yeye pia inatajwa inawezekana akaweza kaondoka, kwa sababu kifuatilia sajili za Simba ukimwacha Libasa Gay ambaye katambulishwa leo hii, kuna wachezaji wengine ambao mpaka muda unavyoongea wamekamilisha uhamisho. Kwa mfano kuna beki Ismail Traore ambaye msimapita kwa Stellenbosch amekamilisha uhamisho kujiunga na Simba, kwa inawezekana yeye akatambulishwa. Kwa hiyo Chamungu Karabu ndio mtu ambaye anatajwa anaweza kaondolewa, kwa maana ya kuweza kutafutiwa timu ya kuweza kupelekwa kwa mkopo. Kwa hao ni wachezaji wa 4 ambao Simba ina mpango wa kuweza kuwatoa kwenye mfumo ili hao wachezaji wengine wa kigeni ambao wanatajwa kujiunga waweze kuingia. Na umezungumzia kuhusiana na namna ambavyo anaweza kuingia kwenye kikosi cha kocha, lakini pia umeelezea safu ya ushambuliaji namna ambavyo itakavyosukwa. Akiondoka Mkwala na baki Jonathan Soa sambamba na Selemani Mwalimu, na katika eneo la namba 10 Jean Charles Ahoua anaondoka, Awesu pia kaondoka. Kwa hiyo anabakia Morris Abraham sambamba na Nio Maema. Kwenye winga huku ukiachana na kwa maana Mohamed Bajabir ambaye pia alikuwa anauguza majeraha, yuko Kibu Denis ambaye hana namba nzuri hasa katika ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Inakwenda kutoa kwa maana matokeo gani safu ya ushambuliaji ukilinganisha mawinga ambao wapo kwa maana ya Kibu Denis na huyu Libasa Gay, Omari Bajabir ambaye alitoka injury, Mohamed Bajabir ambaye ametoka injury. Okay, Ilimpanzu naye yupo. Namba zake pia haziridhishi msimu huu tangu ana namba nzuri. Tangu msimu umeanza. Kitu gani ambacho 5 sisi 3 sio mbaya. Okay, kitu gani kinakwenda kusukwa katika safu ya ushambuliaji ya Simba? Ni mchezaji ambaye anaweza kaongeza ubora endapo kila kitu kienda sawa, kama ambavyo nizungumza pale mwanzoni, kwa sababu ni mchezaji ambaye ni kilaka kwenye idara ya ushambuliaji. Eneo ambalo anaweza asicheze kwa ubora zaidi ni kucheza kama mshambuliaji katikati, lakini unaweza kumtumia kama winga wa kulia au kiungo mshambuliaji akitokea upande wa kulia, kwa sababu anatumia mguu wa kushoto. Lakini pia anaweza akatumika kama inside 10 kwa maana namba 10 akicheza kama nyuma mshambuliaji. Kwa hiyo huyu anampa mwalimu option nyingi za namna ya kumtumia. Ukimwangalia Limpanzu ni mchezaji ambaye ni kiungo mshambuliaji anayetokea pembeni hasa upande wa kulia, lakini ni ngumu sana kumpa majukumu acheze kama namba 10 kwa sababu anaenjoy sana kwa nafasi, apewe mpira kwenye njia,
anaenjoy sana kukutana na mabeki na ambavyo ana zile skills za kuweza kuwapunguza, anapenda hiyo nafasi ya kuweza kucheza. Lakini mtu kama Neo Maema, yeye ukimpa role au majukumu ya kucheza akitokea wide kama winga, inaweza ikampa tabu kwa sababu hana huo uwezo mkubwa sana kuoperate kutoka pembeni. Silaha yake kubwa ipo kwenye passing, anajua kubwa sana la pass, kuona zile corridor penetration pass wanapiga sana. Kwa hiyo yeye huwa sana akicheza kama central midfielder au acheze kama namba 10. Kwa hiyo ongezeko la Alibasa Gay inawezekana kabisa akaenda akacheza winga ya kulia, kwa maana kwenye 4-2-3-1 ya mwalimu Steven Becker kwenye wale viungo watatu washambuliaji anaweza kana Neo Maema nyuma ya mshambuliaji, yeye Alibasa Gay upande wa kulia na Elim Panzu upande wa kushoto, wakati Neo Maema akicheza nyuma ya mshambuliaji anaweza kaa eza ni Jonathan Soa au Selemani Mwalimu. Na uzuri kingine kuhusu kikosi cha Simba kwenye idara ya ushambuliaji, Steven Samuel endapo mabidi lisikamilika kasalia. Mkwala ni mshambuliaji ambaye anacheza kama namba 9, lakini si namba 9 wa kusimama wa asili, kwamba yeye muda wote atahitaji huduma kwenye box. Kuna muda anaweza kucheza kama mshambuliaji wa pili au akatokea wide. Ana hizo sifa za kuweza kuwa na mpira mguuni na kupunguza mabeki na vitu vingine kama hivyo. Selemani Mwalimu pia hivyo ni mshambuliaji wa kati, lakini anamiliki sifa za kucheza kama kiungo mshambuliaji akitokea upande wa kulia. Nadhani wote mliona mechi ya Tanzania na Morocco namna ambavyo mwalimu Miguel Gamondi alimtumia. Mara nyingi operations zake nyingi zilikuwa ni upande wa kulia. Lakini pia alivyokuwa Wydad mwalimu Amin Mohamed kwenye mechi dhidi ya Juventus aliingia kipindi cha pili, lakini operations zake nyingi zilikuwa ni upande wa kushoto akicheza kama winga. Kwa hiyo huyu ana uwezo kucheza kwenye hizo nafasi mbili tofauti. Hii pia inampa mwalimu Hugo mpana wa namna kutumia kutokana na mechi husika na plan ambayo anapanga kutokana na mchezo husika. Na Albert